Hujambo na karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na waganga wa jadi washauriwa kufuata misingi ya sheria za tiba asili. Usajili huu ndio unachangia kutuharibia taratibu za tiba asili. Watanzania milioni 6 wanufaika na sekta ya uvuvi nchini. 200.3. Aidha, sekta ya uvuvi imeendelea kunufaisha Watanzania wapatao milioni 6 katika mnyororo wa thamani, wakiwemo wavuvi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam atoa neno kifo cha James Temba. Mlilo kuhusu yule kijana wetu ambaye alionekana mwili wake katika mto Msimbazi, imeonyesha pale mganga wa kienyeji amechukua maini, amechukua figo. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Matukio Daima TV. Karibu katika Matukio Daima habari. Nitakaye kusomea taarifa hizi, jina langu ni Beldina Majenge, lakini sitokuwa peke yangu, nitakuwa naye Emmanuel Manonga. Karibu. Naam, na tukianzia mkoani Iringa, kufuatia tukio la James Temba kuuawa kwa kukatwa kichwa na baadhi ya viungo vyake kukutwa kwa mganga wa kienyeji, tukio lililohusishwa na imani za kishirikina, Matukio Daima imezungumza na Abdi Kasige ambaye ni makamu mwenyekiti wa shirikisho la tiba asili taifa. Kasige ameeleza kuwa suala la mganga kukutwa na viungo vya binadamu linatia aibu kwa kuwa si maadili ya uganga. Swala hili la waganga kukutwa na masaibu kama haya ndio linatia aibu sana, kwa sababu sio maadili ya uganga. Ndio maadili ya uganga kwanza kufanya vitendo ambavyo viko kinyume na matendo ya kijamii ni aibu sana. Hili tumekuwa tunaliongelea kila mara kwamba waganga wanaopenda kufanya uganga wafate misingi ya sheria ya tiba asili. Lakini kwa bahati mbaya pia kwanza imekuwa rahisi mno hata usajili wa waganga. Hili linachangia. Ukiangalia huyo kijana aliyokutwa na hicho kichwa, ni bado kijana mdogo sana. Kwa sababu gani? Tatizo kubwa linakuja, usajili umekuwa rahisi mno. Sheria yetu ya kusajili uganga inataka ianzie kwa nyumba 10. Ndio sheria inavyotaka, kwamba unasajiliwa na nyumba 10 wa zile nyumba 10 za mtaani unakoishi, ambao watakuwa wanajua kwamba wewe una asili ya uganga, baba yako au babu yako walikuwa waganga, na wewe mwenyewe maadili yako kwenye mtaa wako unakoishi wanakujua. Ndio maana inabidi kwanza upate kibali kutoka kwa nyumba 10. Unapata pale kibarua, unakwenda kwa mwenyekiti wa mtaa, naye anaita wajumbe wanakujadili. Unatoka pale unakwenda na ile barua kwa mtendaji kata. Mtendaji kata anampa diwani, wanaita wenye viti wa ile kata, wote wanakujadili wewe kwamba una sifa nzuri za kuweza kumiliki uganga na una asili ya uganga toka ulikotoka kwenye uzao wako. Ndio ilivyokuwa inatakiwa ifanyike usajili wa leseni ya uganga wa tiba asili. Lakini bahati mbaya sasa hivi unakuta mtu amekuja tu Ahmad katoka hapo stand anapiga machinga, anakuja kwetu akisema mimi nataka niwe mganga. Tunamwambia hapana, fuata taratibu. Anaondoka yeye mwenyewe anakwenda baraza. Unakuta kesho kutwa anarudi ana cheti cha baraza, amesajiliwa kuwa mganga. Sasa unakuta kule baraza kule wanaotoa usajili ni vijana wadogo tu wa upande wa afya, wamekaa pale. Hata kumhoji yule mtu anayejiita mganga wanaogopa kwa vile anajiita mganga. Alafu ni rahisi wakimwambia toa hela kiasi hiki, anatoa kwa sababu yeye tayari ana malengo yake ya kupata pesa. Hana nia ya kutaka kuponya watu. Tofauti na taratibu zinazotakiwa, hata waratibu hawafuati zile taratibu, wanakuwa tu naibuka mtu anampa fomu. Kwa kweli nashukuru kwamba sisi Iringa hapa, mratibu wangu wa mkoa akija mganga yoyote kwake anamwambia kwanza nenda shirikisho lituthibitishie kwamba wewe kweli ni mganga. Sasa sio sehemu zote waratibu wanafanya hivyo. Waratibu wanakuwa rahisi tu, mtu akija anamwambia mimi mganga na mruhusu kwenda kufanya shughuli za uganga. Kwa hiyo urahisi wa usajili huu ndio unachangia kutuharibia taratibu za tiba asili. Na tukielekea mkoani Dodoma, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Bashiru Ali Kakulwa amesema zaidi ya Watanzania milioni 6 wamenufaika na sekta ya uvuvi kupitia shughuli mbalimbali za mnyororo wa thamani. Akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi Tanzania mwaka 2026-27 jijini Dodoma, Bashiru amesema wanufaika hao wanajumuisha wavuvi 200,000
pamoja na wakuzaji wa viumbe maji 53,992. Sekta ya uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya uvuvi imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kukuza uchumi wa taifa letu, ambapo katika mwaka 2024 sekta hii ilichangia 1.6% ya pato la taifa na kukua kwa 2.3%. Aidha, sekta ya uvuvi imeendelea kunufaisha Watanzania wapatao milioni 6 katika mnyororo wa thamani, wakiwemo wavuvi 205,556 na wakuzaji viumbe maji 53,992. Vile sekta ya uvuvi ni nguzo muhimu katika kuimarisha usalama wa chakula na lishe na inachangia 30% ya protini inayotokana na wanyama. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi Aprili 2026 uzalishaji wa mazao ya uvuvi nchini umeongezeka kwa 10.02% kufikia tani 659,242.69 zinazojumuisha tani 477,161.93 kutoka uvuvi wa asili na tani 181,580.76 kutoka ukuzaji viumbe maji ikilinganishwa na tani 599,200.33 zinazojumuisha tani 466,956.88 kutoka katika uvuvi wa asili na tani 132,243.45 kutoka ukuzaji viumbe maji zilizozalishwa katika kipindi kama hiki mwaka 2024-25. Vile hadi Aprili 2026 tani 37,988.30 za mazao ya uvuvi zenye thamani ya shilingi bilioni 493.16 na samaki wa mapambo 209,772 wenye thamani ya shilingi bilioni 2.46 waliuzwa nje ya nchi na kuingizia taifa mrabaha wa shilingi bilioni 13.42. Aidha, ulaji wa samaki nchini kwa mtu kwa mwaka umeongezeka kwa 27.8% kutoka kilo 7.9 mwaka 2024-25 hadi kilo 10.1 mwaka 25-26. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka vijana kujikita katika kazi kwa kuwa mafanikio hayapatikani kwa miujiza bali kwa bidii na uvumilivu. Wakati akizungumza, RC Chalamila pia aligusia kisa cha mauaji ya James Temba aliyepatikana bila kichwa katika mto Msimbazi eneo la Kipawa wilaya ya Ilala. Mkuu wa mkoa huyo alisema uchunguzi wa awali unaonyesha mapenzi na ushirikina ndio vichocheo vikuu vya mauaji na kutoweka kwa watu katika maeneo mbalimbali. Ripoti ya Jaji Chande aliyoitoa kuhusu kilichoitwa visababishi vya vurugu za 29, mojawapo alisema kwamba moja jambo lake ambalo moja alilizungumzia ni kuhusiana na baadhi ya watu kutoweka na kwamba akatoa hoja kwamba moja ya sababu inayopelekea baadhi ya watu kutoweka na kutoeleweka walipo ni imani za kishirikina na masuala ya mapenzi. Wengine wakasikika wanabisha huko kwamba sio. Lakini hata jana ripoti aliyoitoa Sakapu Mlilo kuhusu yule kijana wetu ambaye alionekana mwili wake katika mto Msimbazi imeonyesha pale mganga wa kienyeji amechukua maini, amechukua figo na sehemu ya kichwa anakwenda kuzika pembeni mwa nyumba yake. Sasa amepataje? Alivipata wapi? Alivichukuaje? Huo mkanda utapatikana mahakamani. Sio kila kitu lazima tukizungumze. Je, na kijana alikuwa wapi? Alichukuliwa wapi? Lakini ukiangalia namna ambavyo watu wanazungumza, jambo la kawaida la kuhuzunisha, mtu analizungumza kisiasa. Tunalizungumza kawaida. Jamani, tusizungumze kawaida. Jambo linapotokea tuhuzunike kwa pamoja na tuangalie njia za kuweza kulikabili. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, is a message. Hakuna utajiri wa ghafla. Hakuna namna unaweza kuwa tajiri ghafla. Utajiri wa kweli ni kwa kufanya kazi. Hakuna mganga wa kienyeji anaweza kudanganya ukawa tajiri wakati yeye ni maskini. Hakuna muujiza mahali popote ambao unaweza kufanya wewe kuwa tajiri leo wakati yeye amenunua gari kwa kutumia fedha halali. Yeye kajenga nyumba kwa kutumia fedha halali. Alafu wewe upate muujiza. Hakuna muujiza. Tukiendelea kusalia jijini Dar es Salaam,
Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira Jackson Kiswaga amesema licha ya serikali kuwekeza takribani trilioni 4 katika mradi wa maji, changamoto ya upatikanaji wa huduma hiyo bado ni kubwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la watu. Akizungumza katika kongamano la kitaifa la ubia kati ya sekta ya umma na binafsi katika sekta ya maji lililofanyika jijini Dar es Salaam, amesema ingawa uwekezaji umeongezeka ukilinganisha na miaka iliyopita, mahitaji yameongezeka kwa kasi zaidi. Mambo makubwa yamefanyika sana. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, uwekezaji mkubwa kwenye maji umefanyika na sasa kuna miradi inayoendelea yenye thamani ya karibu trilioni 4, miradi zaidi ya 1000 na kitu. Lakini je, inakwenda kutatua changamoto za maji tulizonazo? Bado changamoto ni kubwa na sababu ni nyingi. Kwa mfano, zamani sio kana kwamba wakati wa Nyerere alifanya miradi mingi kuliko sasa, sio kweli. Sasa miradi mingi imefanyika, lakini sasa na wakati ule kuna tofauti. Kwanza kuna nyongeza ya watu wengi, karibu milioni 71 sasa, lakini mabadiliko haya ya tabia nchi imekuwa ni changamoto kubwa. Kijiji ninachotoka mimi kule, kwa mfano Nyamihu, kule Iringa, zamani tulikuwa hatuwezi kuona tatizo la maji. Kwa sababu gani? Palikuwa pana mto karibu pale, hata serikali haijaleta maji, wewe unaona hakuna tatizo la maji, lakini serikali bado haijaleta maji. Lakini sasa hivi tatizo la maji linakuwa dhahiri kwa sababu mito mingi pia imekauka. Kwa hiyo maana yake inahitaji uwekezaji mkubwa zaidi. Ninafahamu leo tunaenda kuzungumzia masuala ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Ninafahamu sekta binafsi iko tayari kushirikiana na serikali na mitaji wanayo. Lakini je, tunao mfumo ambao unaweza kuruhusu sekta binafsi iweze kuingia bila kuwa na changamoto? Mwekezaji yote anayeweka anataka aone return on investment. Nimetoka kwenye sekta binafsi, nimekaa zaidi ya miaka 25, nilikuwa kwenye utalii, nilikuwa kwenye mawasiliano. Hakuna tatizo sekta binafsi kuwekeza. Lakini tukisema nyinyi mlioko hapa leo muweke fedha zenu serikalini, kesho unahakika kuipata, ndio hicho ambacho tutakwenda kujadili. Lakini rais yuko tayari kuona Watanzania katika ngazi mbalimbali wanashiriki kuleta maendeleo. Waingie washirikiane na serikali ili tuweze kutatua changamoto zinazotukabili kwa pamoja. Tulianza kwa mfano kule Tanga kwenye zile zinaitwa Tanga Bond, Green Bond. Watanzania wenzetu wameweka fedha bilioni 54 kurekebisha matatizo ya maji, na baadaye serikali itaanza kuwarudishia kidogo kidogo. Na ndio hicho tutakwenda kujadili hapa, kwa namna gani sasa Watanzania tulioko hapa tunaweza kushirikiana na serikali kwenda kutatua changamoto. Rais yuko tayari, anakaribisha sekta binafsi iweze kushiriki. Hii ni fursa yenu sasa leo kwenda kuchangia mawazo ili tuende kwa pamoja na tutatue changamoto zinazotukabili kwa pamoja. Mungu awabariki sana na kusudia kuwa na kongamano jema, na sisi tuko hapa kusikiliza. Asante sana. Na viongozi 30 wa kikundi cha usimamizi wa rasilimali za uvuvi BMU katika kijiji cha Mwiza wilayani Nkasi wameondolewa madarakani kufuatia tuhuma nzito za ubadhilifu wa fedha za wananchi. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Nkasi Richard Masai amechukua hatua hiyo baada ya kubainika kuwa viongozi hao wameshindwa kusoma taarifa za mapato na matumizi kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kufuatia hali hiyo, Masai amewaagiza maafisa uvuvi kufanya uchunguzi wa kina wa matumizi ya fedha hizo ndani ya siku 7, huku akielekeza ufanyike uchaguzi mpya wa viongozi waadilifu. Tulipata malalamiko kwamba kuna sitofahamu ya utekelezaji wa majukumu kati ya BMU, halmashauri ya kijiji pamoja na wananchi. Kwa hiyo tukaona ni vyema leo tufike hapa. Sasa sisi maelekezo yetu, kwa kuwa mmetuambia kwamba BMU hii ina changamoto, na sisi kama viongozi, mwanzo niliwaambia kwamba tumekuja kuwasikiliza, lakini tujadiliane mwisho changamoto yenu tunaitatuaje. Sasa kupitia mkutano huu, lakini pia kikao chetu cha ndani tulivyokubaliana, kwanza, kwa kuwa chombo hiki cha BMU kinalalamikiwa, lakini viongozi wake waliundwa kutoka miongoni mwenu. Kwa hiyo maelekezo ninayoyatoa, kwanza, moja,
chombo hiki kinakusanya pesa, lakini ukiwauliza hawana taarifa sahihi serikali ya kijiji kwamba chombo hiki huwa kinakusanya fedha kiasi gani. Kwa hiyo utaratibu ambao tutautumia, atakuja afisa uvuvi ama vinginevyo mkurugenzi atamwagiza afisa yoyote, atakuja afuatilie ama achunguze makusanyo yote yanayokusanywa na BMU na mkurugenzi kupitia sampuli ya kijiji hiki wayafanye maeneo yote. Lakini jambo la pili, baada ya hapo afisa uvuvi huyo atakuja kwenye kijiji hiki, ataita mkutano na mtakubaliana kuwabadilisha viongozi wa BMU ambao wanatuhumiwa, na baada ya hapo kwa kufuata utaratibu ule ule mtawachagua viongozi wengine wa BMU, kwa sababu BMU kama chombo hatuwezi kukivunja. Sisi kama tunaelewana. Kwa hiyo huo ndio utaratibu wa kupitia mkutano halali. Mtakuja mkae tena hapa mwachague viongozi wengine, lakini utaratibu huo wataongoza viongozi ambao pia ni viongozi wetu wa uvuvi. Kwa maana Jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro imeanza kuweka mikakati kufufua shule za sekondari zinazomilikiwa na jumuiya hiyo ili ziweze kuwa miongoni mwa shule zinazofanya vizuri nchini pamoja na kuleta ushindani. Kauli hiyo imetolewa leo na Katibu wa Elimu, Malezi na Mazingira wa jumuiya hiyo mkoani hapo, Adam Best Simba, wakati wa maadhimisho ya siku ya wazazi ya wilaya ya Mwanga iliyofanyika katika ukumbi wa chuo cha ufundi Malage, kata ya Lembeni, ambapo ilitanguliwa na zoezi la upandaji wa miti katika shule ya sekondari ya Kisangara. Mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Kilimanjaro na pia ni katibu wa elimu na malezi wa mkoa wa Kilimanjaro. Na leo ilikuwa ni wiki ya wazazi wilaya ya Mwanga, ambapo pia niliteuliwa kuwa mgeni rasmi. Nafikiri nashukuru Mungu nimeweza kuattend vizuri na kuelezea hali halisi ya wazazi, especially shule za wazazi, ambapo pia tulikuwa na jukumu la kuweza kuelezea masuala ya elimu, malezi na mazingira. Na ukiona pia wazazi walikaa wakaona ni muhimu kurudisha hii nafasi ya katibu wa elimu, malezi na mazingira, kwa sababu ya kuweza kusimamia upande wa elimu na kusimamia upande wa malezi na pia mazingira. Na kwa sababu hiyo basi utaona mmonyoko wa vijana wetu sasa hivi huko kidogo sio mzuri, kutokana na hivi vitu vitatu vinaenda pamoja. Huwezi kuwa na elimu ukakosa malezi, huwezi kuwa na malezi ukakosa kulinda mazingira, vyote vinaenda pamoja. Na ndio maana sasa wazazi tumejikita kuonyesha ya kuwa sasa tunataka kuonyesha shule zetu ziweze kwenda sambamba na maadili, na hapo pia hata shule za serikali zote tunajifunza kwao na wanajifunza kwetu. Lakini kwa ujumla tunachotufanya sisi wazazi twende kifua mbele ni hizi shule ambazo tunataka tuziamshe, lakini mwisho wa siku ziwe na uwezo wa kuweza kutoa hata degree ya kwanza na kuendelea. Kwa mfano hizi shule, kuna shule yetu moja iko hapa Mwanga, shule ya Minja ni technical school, lakini ile shule ya ufundi imekuwa sasa inakaribia kufa. Tutahakikisha itasimama kwa sababu ni sehemu ambayo tunapeleka ile elimu ya amali ya ufundi, kwa sababu kujengea vijana wetu uwezo wa kujitegemea. Na hapo tutatoa mawazo yetu kwa wazazi taifa. Hizi shule hawaendeshi wazazi, viongozi wazazi waendesha wawekezaji. Ili tuwe na shule bora ni lazima tufanye tafiti ya kutosha kumpa mwekezaji shule. Lazima tuwe na uhakika huyu mwekezaji kitaaluma yuko vizuri na kifedha kiuchumi yuko vizuri. Tusije tukahapa tu shule lakini matokeo yake azisonge mbele. Shule inaanzishwa mwaka 1974 mpaka leo haijafikisha wanafunzi 500. Sio sahihi. Sio sahihi. Kwa hiyo tunataka kuona ni namna gani tutafanya utaratibu sasa wa upatikanaji wa hizo shule kwa wawekezaji. Lazima tuwafanyie kitu kinaitwa due diligence. Tuwafanyie uchunguzi wa maana, kuweza kujua taaluma zao na uwezo wao wa kiuchumi. Je, wana uwezo wa kuendesha hizi shule? Sababu tusipofanya hivyo tutakuwa tunaona kama ni biashara ambayo inafanyika kwa wawekezaji, lakini kwetu sisi kama wazazi
hatutakuwa na maana ya kuwa na shule zile shule za wazazi kama zifikii malengo ya kutoa ile elimu iliyo bora. Na wakati huo utakuta sasa shule hazina maadili, kwa sababu wanaochukua shule unaweza kukuta labda ni wafanyabiashara tu. Hizi biashara za elimu zina watu wake. Biashara ya elimu tofauti na biashara nyingine. Biashara ya elimu lazima iendeshwe na mtu ambaye ana taaluma yake, ana uwezo na anathamini elimu. Vinginevyo tutajikuta shule zetu za wazazi zitakuwa zinazidi kuwa chini. Haiwezekani shule ikawa na wanafunzi 100, 200. Mimi hiyo siyafiki. Mimi nitafanya juu chini. Tutafanya vikao vyetu vya kawaida vya mkoa, tutashauri ngazi ya taifa, kwa sababu shule ambayo ina wanafunzi wachache ina maana kuna matatizo. Na sio matatizo tu, pia uwekezaji wa wanafunzi 100 au 200, hakuna kipato chochote cha maana jumuiya wazazi inapata. Kwa sababu wanafunzi 100 au 200 anayeendesha apate shilingi ngapi, alafu jumuiya wazazi ipate shilingi ngapi? Unajikuta kwa nini wale wanaoridhika zile shule kutokuwa na wanafunzi wengi wanaridhika kwa sababu gani? Lazima tufanye tafiti ili tuweze kujua hizi shule kwa nini wanaridhika na wanafunzi wachache na wanasonga mbele. Huenda sasa wao hawaumii, wao wanapata. Je, jumuiya wazazi inapata nini? Naam, tukisalia mkoani Iringa, mamia wananchi mkoani hapo wamejitokeza kumzika bibi wa miaka 90 aliyejulikana kwa jina la Frida Daniel Mfikwa ambaye amezikwa katika kijiji cha Ndiuka mkoani hapo. Akizungumza wakati wa kupumzisha mwili wa bibi huyo, mchungaji Derek Chusi amesema kuwa neno la Mungu liwakumbushe wananchi kutenda yaliyo mema kabla ya muda wa kuondoka duniani haujawadia. Haijalishi mweupe au mweusi, lakini nasema pamoja na vyote wewe ni mjinga. Pamoja na vyote wewe ni nani? Ni mjinga. Na mimi nataka nikutoe ujinga leo kwamba yuko mwanaume anaitwa Yesu. Mkimbilie huyo. Ukiona biashara yako inasumbua, nenda kwa Yesu. Ukiona nyumba yako inasumbua, nenda kwa Yesu. Ndoa yako haikai sawa, kuna mahali haujakaa sawa, nenda kwa Yesu. Yeye ndio mwanaume wa wanaume bwana. Yeye akisimama hakuna yoyote anaweza kaimeli. Huyo ni Simba wa Yuda. Kimbilia Yesu leo, wala acha kupoteza muda, acha kupoteza gharama zako, acha kupoteza muda. Yuko Yesu na yeye anasema vyote, hahitaji fedha yoyote. Moja kwa moja. Akina baba badala ya kuhangaika na mafuta sana, na sisi tunapata ile ya moja kwa moja. Maisha yanaendelea. Na mimi ndio maana nakuhamasisha kwamba njoo kwa Yesu leo. Ukikaa nje ya Yesu utachoka. Utakuwa unapaka makeup umeganda tu, hata azikubali. Unashangaa ngozi inakomaa tu. Ngozi inazidi kukomaa na kuharibika tu. Ukiwa kwa Yesu anasema anakuisha. Kwenye Zaburi anasema atatuisha ngozi zetu, atatuisha na nyama zetu. Acha kwenda kwa wanadamu, kimbilie Bwana Yesu. Mwambie jirani yako, mkimbilie Yesu leo. Kimbilie Yesu leo. Kimbilie Yesu leo. Yaani Yesu anasema njoo tu hivyo hivyo ulivyo. Hata kama una dhambi, hata kama una matatizo mengi, lakini leo utakapochukua hatua na kusema Yesu, nataka kuja kwako, Yesu atashughulika na wewe. Mambo yote yatakwenda sawa. Na Yesu akasema katika neno. Na taarifa hiyo ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na waganga wa jadi washauriwa kufuata misingi ya sheria za tiba asili. Usajili huu ndio unachangia kutuharibia taratibu za tiba asili. Watanzania milioni 6 wanufaika na sekta ya uvuvi nchini. 200.3. Aidha, sekta ya uvuvi imeendelea kunufaisha Watanzania wapatao milioni 6 katika mnyororo wa thamani, wakiwemo wavuvi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam atoa neno kifo cha James Temba. Mlilo kuhusu yule kijana wetu ambaye alionekana mwili wake katika mto Msimbazi imeonyesha pale mganga wa kienyeji amechukua maini, amechukua figo. Na mtazamaji, Waswahili wanasema kila chenye mwanzo huwa hakikosi mwisho, na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Nikusii tu endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter na Instagram kwa jina moja la Matukio Daima habari. Uwe na usiku mwema.
Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embalasasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals.